Yesu Kristo, popote pale unapozidi kufuatilia tamthilia hii ya ndugu zetu Richard Benjamin na Lucy Athanasi, uzawa wa Athanasi John Mdula au John Mganda, kutoka pale Kawekunela safarini ndani ya helikopta, tukiwa tunaelekea huko kata ya Mapamba katika kijiji cha Kawekunela katika familia na ukoo wa Athanasi Mganda. Karibu sana, endelea kuwa na mimi Yohana Edward Kayanda katika tamthilia pendwa hii. Utajifundisha mambo mengi, utabarikiwa sana mwana wa Mungu katika tamthilia hii ya ndugu zetu ambao wameacha ujana na wameingia katika utu uzima. Lakini pamoja na hivyo, naweza nikasema kwamba tujifundishe pamoja na tubarikiwe pamoja. Ilikuwa ni siku ndefu sana, hatimaye tumefika katika malango ya bwana Athanasi John Mganda katika familia ya Athanasi Mganda Msauzi, majumba ya kifahari kama hayo, na kina mama jioni imeshaanza kushika hatua yake. Lakini pamoja na hivyo, wakina mama wakiwa katika harakati za maandalizi mazuri kabisa ya chakula na vinywaji kwa ajili ya watu wote. Tuko hapa katika kijiji cha Kawekunela, kata ya Mapamba. Tayari studio za Kayanda Video tayari tumeshawasili katika malango ya bwana John Mganda. Asante sana, karibu sana, na kama inavyojionyesha, karibu sana mwana wa Mungu, na ningelikukaribisha katika jina la Yesu Kristo, pamoja na mafundi mitambo wetu tayari wameanza kufunga mitambo yao kwa ajili ya mwana ndoa huyu. Kama ilivyoandikwa katika vitabu vitakatifu, mwanandoa hata babaye alichukua mnyama mnono aliyenona kwa ajili ya mwanaye. Kwa hiyo bwana Athanasi John Mganda tayari katika usiku ule, katika mapambazuko haya, tayari amechukua ng'ombe aliyenona zizini kwake kwa ajili ya kumwandalia bintiye mpendwa kwa ajili ya kumwaga siku ya leo, ili mradi aende akaungane na mume wake, akaungane na familia yake nyingine, lakini akiwa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumfanikia mtoto wake, lakini pamoja na hivyo na kumpongeza mtoto wake kwa mafanikio haya makubwa aliyofikia, kumheshimisha kama mzazi. Ni mapambazuko mema kabisa ambayo yametukusanisha hapa usiku na alfajiri ya siku ya leo, na mwana kitoweo mzuri aliyenona katika mazingira haya ya pambazuko kubwa. Tayari watu wote, mwazala wa watu tunashuhudia akiwa anamwaga damu kwa ajili ya patanisho la wapendwa hawa. Damu ni kiunganishi, damu ni patanisho la haki, damu ni patanisho la Mungu pamoja na wanadamu. Kwa hiyo hata yeye amemwagisha mnyama aliyenona kwa ajili ya bintiye na mwenzi wake. Shukrani sana, ubarikiwe sana mpendwa wangu kwa kufuatilia tamthilia hii mpaka sasa hivi katika pambazuko zuri la tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Thank you all.
hizo si akili zangu, ni kwa neema yake. Bwana kanipa furaha moyoni mwangu, katika wengi amening'alisha, amerejesha tabasamu langu, amani. Bwana sifa apewe. Hey, 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 ninamshukuru Bwana. Kati ya waombaji nami amejibu, kati ya waliolia nami amenifuta machozi. Asante Bwana, asante, asante. Bye bye wazazi wangu, bye bye majirani zangu, bye bye nawamisi sana, bye bye oh bye bye, bye bye wakubwa zangu, bye bye wadogo zangu, bye bye marafiki zangu, bye bye nawamisi sana, bye bye ndugu zangu, bye bye mafundi wenzangu, bye bye nawapenda sana, bye bye. Ninakushukuru Mungu kwa zawadi ya pekee umenipa. Mume mwema, mpole, mcheshi. Asante Bwana kwa kunipa mume mwema. Asante Bwana umenipa wa kufanana naye. Asante Bwana umenipa cha upole wangu, tena nakupenda sana. Furaha ya moyo wangu, mume wangu, tena nitakutunza baba. Baba watoto wangu, furaha yangu, tena nitakujali baba. Tulizo la moyo wangu, mume wangu, tena nakupenda sana. Mkufunzi wangu, mwalimu wangu, aidrofu wangu, baba weupe wangu, nakupenda baba, mmiliki wangu. Asante, asante kwa upendo wako. Umependa niwe mama wa watoto wako, umetaka niwe mama wa familia yako. Asante weupe, asante, asante lazizi wa moyo wangu. Asante. Hivi leo naga nikaishi na wewe baba. Bye bye nawamisi sana, bye bye naondoka, bye bye kwenye nyumba yangu, bye bye tawamisi, bye bye naombea kwa Mungu, bye bye mbaki salama, bye bye mimi na mume wangu, bye bye tawageni, bye bye majirani zangu, bye bye marafiki zangu, bye bye ndugu zangu, bye bye na wageni. Wazazi wangu, naombeni baraka zenu. Huyu ndo mwali wetu wa siku ya leo, kama ilivyokuwa tena ni siku nyingine. Hii ni Kawekunelela, kata hii ya Mpamba, lakini katika halmashauri ya maeneo ya Ushetu. Kwa hiyo huyu ningelipenda kusemezana naye kidogo, lakini pamoja na hivyo, popote pale unaweza kusikia akatupa dondoo chache, lakini pamoja na hivyo nini malengo yake na familia yake na anaenda kuingia kwenye majukumu gani. Kwa hiyo hapa ndo anaweza akatuambia. Habari ya kwako dada? Haujambo kabisa. Nice, hongera, umependeza. Kwa majina unaitwa nani?
Lucia Athanasi John. Sawa, unajisikiaje kukamilisha ndoto kubwa ambayo iliyokuwepo katika maisha yako enzi? Unajisikia vizuri? Mimi nilikuwa nataka nikuingie siri kidogo. Sasa hivi unaingia katika familia, unaingia katika mifumo ya familia. Lakini ulishawahi kumwomba Mungu wako unahitaji familia ya aina gani na watoto katika uzao wa aina gani? Na unatarajia kujipatia baba wa aina gani katika ndoto za maisha yako? Unatarajia kwenda kukutana na mwanaume wa aina gani, mwenye hofu ya Mungu, labda mwenye kalba gani? Mwenye hofu ya Mungu, mwenye kupenda familia yake, mwenye kukupenda wewe ndivyo hivyo atakavyowapenda watoto wake katika uzao wake, si ndivyo? Swali la kwanza, lingine la nyongeza kama vile, maombi yako kwa Mungu unamwomba nini amfanyie Mungu katika maisha yako? Sasa una jambo lolote la kuambia uzao wako? Kwa mfano uzao watakaokuja kupitia video sasa, na kuna watoto wako watakaokuja kuzaa na wengine watakaokuja kupitia video yako. Mama, bibi, mama wa pili, shangazi. Familia yako inapendeza ije kuwa ya misingi ipi? Sauti. Narudia swali. Sasa hivi kwa uzao wako, wajukuu zako, watoto wako, unatarajia waje kuwa katika familia ya misingi ipi? Bibi yao, mama yao alinena leo hii, tarehe za leo. Familia yako unatamani iwe ya kaliba gani katika misingi ipi? Asante sana. Shukrani. Majina nikumbushe. Haya, Lucia Athanasi John Muganda. Hii familia ya Muganda hapa Kawekunelela, makao makuu alipozaliwa huyu binti. Ni siku nzuri kabisa ambayo anaanza kwanza safari ya maisha yake katika ndoa yake. Ametoa maombi yake kwa Mungu, ametoa mawazo yake, ametoa mategemeo yake katika familia yake. Shukrani sana. Nyuma ya kamera ni Yohana Kayanda, mjukumu na mali Kawekunelela, mzawa hapa. Thank you. Karibu sana Kagongwa na Mungu awabariki. Video ndio imeanza hatua yake. Shukrani. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa la Mtakatifu Aloisi Gonzaga Kawekunelela. Kwa hiyo na kukaribisha sana katika matangazo ya moja kwa moja au katika mfululizo wa tamthilia yetu hii mpendwa ya documentary ya ndoa hapa katika kanisa la Kawekunelela. Hii ni Roman Katoliki Kawekunelela. Karibu sana, barikiwa. Hongereni enyi wana harusi. Hongereni enyi wana harusi. Kwa kuifunga ndoa yenu mmetimiza. Kwa kuifunga ndoa yenu mmetimiza agano. Kwa kuifunga ndoa yenu mmetimiza. Kwa kuifunga ndoa yenu mmetimiza.
jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Ee Mungu, wewe ulipomuumba mwanadamu ulitaka uwepo moja kati ya mume na mke. Uwaunganisha watumishi wako kwa kiungo kimoja cha upendo, ambao wataunganishwa na agano la ndoa. Wewe umewapa kupendana, wape pia kuwa mashahidi wa mapendano hayo, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeshotana nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akafanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume.
Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Upendo wetu ni wa kimungu. Naye anaweza kuondoa, anaweza kutenganisha. Hayupo atakayeweza kutenganisha, sababu ni upendo wa Mungu mwenyewe. Tukibaki katika ile misingi ya awali, tukaendelea nayo, hasa kumfahamu mtu na mwenzi wako zaidi, hakuna atakayeweza. Tali upendo wetu wa kuungana kwa mke na mume ni wa kimungu. Mungu ametuunganisha. Ukiondoa hayo, jamaa anakimbia. Bwana, ase ni msikimbie. Sawa ite. Msifanyeje? Msikimbie. Kumbukia ambayo tunajifunza kati ya mke na mume. Ya wewe. Kumbe sisi tuna wajibu mwingine, sisi wana familia, kwa kuendelea kuitunza na kuilea hiyo familia, au ni familia changa, kuyavumilia maisha hayo ya familia na ndoa. Lazima uwe na uvumilivu wa maisha ya familia na ndoa yalivyo. Unahitaji uvumilivu, yaani neema ya Mungu. Umpokee hiyo neema ya kuweza kuwasaidia kuvumilia katika kuwalea na kuwakuza watoto kwenye misingi ya imani Katoliki. Sio misingi mingine, misingi ya imani Katoliki. Yale maswali yanauliza hapo, swali tatu taulizwa hivyo. Je, Mungu tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Kuwapokea na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake. Hiyo sheria ya Kristo ni ipi? Wao tunaelekezana kwamba katika sheria za ndoa kanisa Katoliki, ambayo ni amri ya ngapi? Inasema ya 6 Inasemaje? Shika sheria Katoliki za katika sheria hizo za ndoa ambazo ziko 111, mojawapo ni sheria ya maisha ya uchumba. Katika uchumba, sheria hiyo inatuelekeza kwamba lazima ninyi wachumba muweke ahadi, muwe na ahadi ya kuwashirikisha watoto mtakaopewa na Mungu imani yenu. Mwashirikishe imani yenu na maadili ya kanisa Katoliki. Ndio ukishafunga ndoa, kashika sheria yako hii hapa, sheria ya Kristo na kanisa lake. Na hapo tunaalikwa unamlea mtoto kwa imani ya Katoliki mpaka mwisho wa maisha yake. Na anapofika katika kuamua maisha yake, aishi maisha ya hali gani,
maisha ya wito wa ndoa, lazima sisi wazazi tuwaelekeze kwenye huo uelekeo wa maisha ya hali yao, kwamba mtoto wetu huyu anaonekana mtoto huyu maisha nayo yatamani ya kuishi kwake ni maisha ya ndoa na familia. Huyu maisha yake anaonekana ni wito wa kitawa, wa utawa. Lazima sisi wazazi tulee huyu mtoto kwenye wito wake wa maisha yake. Huyu maisha yake anaonekana maisha ni maisha ya kipadre. Hatupaswi kugeuza. Kumlea kadiri ya sheria ya Kristo na kanisa lake. Hatupaswi kumchagulia mtoto maisha kama ana wito wa ndoa, sisi tuelekeze huko, tulee maisha yake kwenye ndoa. Tunamwona tamka na kuongea, mimi napenda kuwa sister, napenda kuwa padri. Mle kwenye upande tuseme sitaki. Umetenda dhambi. Ndio yake namtesa mtoto. Basi maisha ambayo sio ya kwake. Tumlee. Sawa wazazi, tuwalee watoto wetu kadiri yanavyoonja. Sisi tumlee, tumwelekeze njia sahihi. Usiseme nimenifungia. Hakuna aliyekufungia. Umejifungia wewe mwenyewe kwa sababu umeshinda kutimiza wajibu wako. Na kwa sheria za kanisa kwenye kitabu kinachohusiana na adhabu, ndio kinaeleza hivi kwamba wazazi wanaposhindwa kutimiza wajibu wao katika malezi ya watoto, wapewe adhabu istahiki kadiri ya kosa lake. Navyo kadiri ya kosa, uzito wa kosa ndio adhabu yake. Kuna nini? Azemu wale sawa hivi ndole mwale kadiri ya sheria ya Kristo na kanisa. Kunasi wazazi, narudi tena kwenu, mwale hiyo familia. Mfanyeje? Mwale. Na nini? Mkubali kulelewa. Sababu malezi ni endelevu. Malezi ni endelevu, hayana kikomo. Kikomo chake ni kituo cha 13 cha njia ya msalaba. Ndio nini? Kikomo chetu cha malezi na kulelewa ni kituo cha 13 cha njia ya msalaba. Inasemaje? Yesu anakufa msalabani. Kama hapo ndipo mwisho wa maisha ya Kikristo. Mapambano maisha ya Kristo ndio mwisho. Malezi ni endelevu, kikomo chake ni kituo cha 13. Nikifika hapo tayari sielewi tena. Mapambano yangu ya maisha ya Kristo yameishia hapo. Hapo sijiwezi. Nahitaji tu mniombe, nipeleke kumzika kama kuna mtu anizika, sawa tu, lakini mwisho wangu ni mwisho. Maisha yangu haya ya kupambana na haya imeisha. Nimekoma. Toka hapo. Niache hapo mwili wangu uliwe na wanyama, mtajua wenyewe. Mwache hapo, uoze hapo, unuke wanukie, mtajua wenyewe. Mimi mwisho wangu umefika. Nimeshamaliza hapo. Hapo ndio mwisho wa malezi. Sawa ndio mwisho wetu hapo. Kituo cha 10 na ngapi? Na 3 njia ya msalaba. Basi. Tufike hapo tumalize. 18
tuendelee kupokea malezi. Na sisi wote tuendelee kupokea nini? Malezi. Tuendelee kupokea nini? Malezi. Kanisa endelea kutulea mpaka siku tunapokufa. Mwisho tukifa kanisa litulete. Wazazi hawatulei. Kwa sababu kanisa ni mzazi. Baba, mama. Baba wa kimwili, baba wa kiroho, wote hao. Tukifa mwisho wetu. Kazi imeisha. Kwa nasi tukubali kuendelea kulelewa kanisa. Kulelewa na wazazi wetu. Sasa katika hiyo kulea kwenye amri ya 4 ya kanisa, sio kanisa ya Mungu. Amri ya nani? Ya Mungu. Inasemaje? Waheshimu baba na mama. Hapo. Waheshimu baba na mama, mpete miaka mingi na heri. Ni baba, ni kweli, ni mama, ni babu, ni mjomba, ni shangazi, ni mkubwa ndio. Lakini anasema ananilea kutokwenda kanisani. Kutokwenda, anambia twende leo pale, tuambia tunawalea. Leo msende kanisani, twende shambani. Ni malezi hayo. Nikikataa nimetenda dhambi. Wale pale unaona wanajibu haraka, unajua sawa. Unaoishi na wenye ndoa. Unamwona huyo ni mwanamke au ni mwanamke? Ndio, na ni kweli mwenye sahihi. Yuko ndio maana familia zetu zimepinda. Sababu hakuna imuona mwenzake kama mke au mume. Ndio maana huyu anaondoka, aseme ameenda wapi, anafanya nini, ana mipango gani. Sasa mimi ni mwanaume, mimi ni mwanamke, kwanza kujua. Na yeye mama anakwambia na mimi ni mwanamke, kwanza kujua wewe mwanaume. Ndio ni kweli. Sasa tusitazamane kama mwanamume na mwanamke, bali ni mke na mume. Sasa hivi mfike hapo. Hizi sakramenti ndugu zangu, msipovielewa mnakuja tutasema mwili wa Kristo. Amina, umekwenda unabaki yale. Tafakari ndani ya moyo wako. Utagundua mimi namuona mwenzi wangu ni mwanamke, na uko humu, mwambie Yesu wa Ekaristi Takatifu kupitia sakramenti hii maadhimisho ya hawa ndugu zetu. Naomba ujalie neema ngapi? Neema ya utakaso kwanza, ili muone huyu mume wangu ni mke wangu. Muone neema ya kumudu maisha ya familia na ndoa. Kumudu. Tungekuwa tuna hiyo nguvu hiyo, tusingekuwa tunalalamika. Sababu tunasaidiza. Huyu hapa anaenda huko, analeta 200, analeta 50, tunapata 250. Sasa wewe anaenda na 200, anapata 200, unapata 500, kila moja ni ya kwake. Kila moja ni ya. Kama ni mama ana choyo, babu na koma, ukipata 200 analeta unajua kitu. Mama yeye anaanza nini? Au baba na yeye kama anachoyo mama anakipata hivi hapo. Wewe hapo. Msirudie. Mfanyeje? Hilo ni kosa. Hilo ni nini? Kosa. Una 200, una 50, mimi nimepata 200, nimepata 50, tuna 250. Tunapiga budget. Tunapiga nini? Budget. Mtoto yeye anapaswa kwenda shule. Tunashingia shilingi 100. Hata hiyo shilingi 200. Sasa uchukue hii 50 ndio upeleke
hii hapa tununue sare, hii hapa baki 100 tuishi. Kile tukipata jingine tunapata ngapi tunaweka. Tulibakiza kule shule shilingi ngapi? Shilingi 800. Tunapata 100 ngapi? Peka kidogo. Pole pole mwisho zinafanyaje? Zinaisha. Tumeelewana Kwa sababu tunayamudu maisha yetu ya familia na nini? Ndoa. Ni neema kuyamudu maisha ya familia na ndoa. Kuvumilia ni hali kwamba leo hatuna kitu. Tunadaiwa hapo, tunafanyaje? Tunakimbia huko. Tunapata tunakusanya pamoja, tunaenda kaliba deni pale kwa mwalimu. Mtoto anaenda shule, alikuwa anataka mwanangu mpe mwanafunzi huyo mwanangu daftari. Tunaenda mmoja anakimbia, unavumilia, unapata unapeleka. Paka mtoto anamaliza. Mtoto paka namba anamaliza. Kuvumilia. Lakini kama wewe una neema yasema, mbona baba fulani yeye anawapa? Wewe ni baba fulani sio mimi. Ninyi wa mama msitulinganishe, sawa Msifanyeje? Msitulinganishe kama mbona baba fulani, ndio kama nimeshasema baba fulani. Baba usilinganishe. Mbona mke wa fulani? Wewe usilinganishe na mke wa fulani. Mimi ni wa kwako. Mimi ni wa nani? Sasa mbona nilinganishe na mwingine? Au yule na yeye ni wa kwako? Mimi ndio wa kwako. Pale nilinganishe na mwingine. Ni mimi. Ndugu, msilinganishe na watu. Ni ninyi wenyewe. Ni ninyi? Isipokuwa kule mtachukua mfano wa namna anavyopambana na kufikia vizuri. Basi. Tumeelewana hapo Msitulinganishe. Wa mama, usitulinganishe na baba wa fulani, wa mume wa fulani. Wewe ni wewe na mimi tu. Tumeelewana? Ni mimi na wewe tu. Mwisho. Kwa tusilinganishane. Unapofanya fanya, mama fanya. Hapana, hiyo ni damu. Hiyo ni nini? Mungu atusaidie. Tunapokea takatifu tupokee kwa inavyostahili. Hiyo nguvu inapasika itokee ndani mwetu, itendeke na iweze kudhihirika katika maisha yetu. Kristo anabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti ya pekee anawaneemesha na kuimarisha hao waliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza nyingine za ndoa. Ndiyo maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Richard na Lucia, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Basi kwa kuwa mkusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Zamani. Sasa. Mimi Richard nakupokea wewe Lucia uwe mke wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya,
kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Mimi Lucia nakupokea wewe Richard uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nipende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliano wenu mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana udhibitishe kwa wema wake, apende kuzidishia wingi wa baraka zake, aliyounganisha Mungu mwanadamu asiyatenganishe. Bwana ibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya upendo wangu, ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wasikizana kwa ajili ya kuombea. Sali pamoja na kuombeana kwa Mungu Bwana. Tunakuomba utusikie. Wale watoto wao vyema na kupeleka kwa Kristo, wakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema ya Bwana. Tunakuomba utusikie. Baya iwe kanisa dogo, kabla iwe msingi kwa taifa ya Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu wasaidia watu wanaotumia daima neema na sakramenti, wasifungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vyema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa ninyi kitengo chenu kunaje? Mpakani. Maswali haya yanawaendea wote. Ninyi ni wazazi na ninyi mmeshasimamia. Sawa? Mmempa mtoto wenu jina gani? Emmanuel. Mwombea nini Emmanuel katika kanisa la Mungu? Je, mnapomwombea mtoto wenu ubatizo, mwafahamu wajibu mnaopokea? Yaani kumfundisha imani, apate kushika amri za Mungu na kumpenda jirani kama Kristo alivyotufundisha. Je, uko tayari kuwasaidia wazazi wa mtoto huyu katika wajibu wao? Emmanuel, jamii hii ya Wakristo inakupokea kwa furaha kubwa. Nami kwa jina lao na kutia ishara ya msalaba, nao wazazi wako na msimamizi watakutia pia ishara hiyo ya Kristo mkombozi.
Ndugu zangu, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo amshushie rehema yake mtoto huyu atakayepata neema ya ubatizo, wazazi na msimamizi na wote waliobatizwa kwa fumbo takatifu la kifu na ufufuo wako. Upende kumjalia mtoto huyu uzima mpya kwa ubatizo na kumwingiza katika kanisa lako takatifu, Bwana. Kwa ubatizo na kipaimara upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako, Bwana. Kwa utakatifu wa maisha yake upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni, Bwana. Upende kuwafanya wazazi hawa na msimamizi wawe mfano mwema wa imani kwa mtoto wao, Bwana. Upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako, Bwana. Upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo, Bwana. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Petro Paulo, Mtakatifu Emanueli, watakatifu wote wa Mungu, apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyu akishaondolewa dhambi ya asili umfanye hekalu la utukufu wako, naye Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mmeisikia vizuri? Na mmeelewa? Msijie kusoma mapepo. Huyo hana nini tena? Sasa hana mapepo. Kukinge nguvu ya Kristo Mwokozi na kutia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika huyo Kristo Bwana wetu, adesha utawala milele na milele. Amen. Ndugu zangu, tumwombe Bwana Mungu Mwenyezi amjalie mtoto huyo uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Baba mwema, umeufanya uzima mpya wa watoto wako utirikie kama maji kutoka katika kisima cha ubatizo. Kitike, utukuzwe Mungu. Utukuzwe Mungu. Umependa kwa kusanya katika taifa moja wote waliobatizwa katika mwanao Yesu Kristo kwa maji na Roho Mtakatifu. Utukuzwe Mungu. Unatuokoa sisi kwa Roho wa upendo wako ambaye unamshusha moyoni mwetu ili amani yako itufurahishe. Utukuzwe Mungu. Unawateua watu waliobatizwa wakatangaze kwa furaha Injili ya Kristo wako kwa mataifa yote. Utukuzwe Mungu. Basi upende kubariki sasa maji haya watakabatiziwa watumishi wako, na waita waoshe kwa maji haya kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa, ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi, mtoto mliyemleta karibu atapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi nijitahidini kumlea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yake siku kwa siku. Basi wapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo,
mkikumbuka na batizo wenu ninyi wenyewe, kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo imani ya kanisa wanamobatizwa watoto. Wamkataa shetani? Ninamkataa. Mwamkataa shetani? Ninamkataa. Na mambo yake yote? Ninayakataa. Na fahari zake zote? Ninazikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Ninasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo, mwanaye pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba? Ninasadiki. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele? Ninasadiki. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Je, mwataka Emanueli apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Tunataka. Emanueli nakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kuwekewa nguo nyeupe. Emanueli imekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano jirani zako, ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Amina. Wazazi, sio huyu. Ila sio huyu. Pokea mwanga wa Kristo, ninyi wazazi na usimamizi, mpewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mumsaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Amina. Pata madebe ya pata. Bwana Yesu, wewe nitazame kwanza.
Bwana Yesu wafanya viziwi wasikie na bubu waseme. Akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kungama kwa mdomo imani ya Kikristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Tupike. Amina. Tusimame. Ndugu zangu, mtoto huyo aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli maswali haya yanawaendea wote, ninyi ni wazazi na ninyi mmeshasimamia, sawa? Mmeupa mtoto wenu jina gani? Mwombea nini Emmanuel katika kanisa la Mungu? Je, mnapomwombea mtoto wenu ubatizo, mwafahamu wajibu mnaopokea, yaani kumfundisha imani apate kushika amri za Mungu na kumpenda jirani kama Kristo alivyotufundisha? Je, uko tayari kuwasaidia wazazi wa mtoto huyu katika wajibu wao? Emmanuel, jamii hii ya Wakristo inakupokea kwa furaha kubwa, nami kwa jina lao na kutia ishara ya msalaba, nao wazazi wako na msimamizi watakutia pia ishara hiyo ya Kristo mkombozi. Simama kwa ajili ya kumwombea mtoto na yeye. Ndugu zangu, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo amshushie rehema yake mtoto huyu atakayepata neema ya ubatizo. Wazazi na msimamizi nao wote waliobatizwa kwa fumbo takatifu la kifu na ufufuo wako, upende kumjalia mtoto huyu uzima mpya kwa ubatizo na kumwingiza katika kanisa lako takatifu, Bwana. Kwa ubatizo wa kipaimara upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako, Bwana. Kwa utakatifu wa maisha yake upende kumfikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni, Bwana. Upende kuwafanya wazazi hawa na msimamizi wawe mfano mwema wa imani kwa mtoto wao, Bwana. Upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako, Bwana. Upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo, Bwana. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, watakatifu Tata Paulo, Mtakatifu Emmanueli, watakatifu wote wa Mungu, mama nao ulimwenguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliye pepo mwovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyo akishaondolewa dhambi ya asili, umfanye hekalu la utukufu wako, naye Roho Mtakatifu apate kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mmeisikia vizuri? Na mmeelewa? Msikie kusoma mapema. Huyo hana nini tena? Sasa hana mapema. Ekukinge nguvu ya Kristo Mwokozi na kutia alama yake kwa mafuta ya wokovu
katika huyo Kristo Bwana wetu anayeshi na utawala milele na milele. Amen. Ndugu zangu, tumwombe Bwana Mungu Mwenyezi amjalie mtoto huyo uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Baba mwema, umeufanya uzima mpya wa watoto wako utirikie kama maji kutoka katika kisima cha ubatizo. Kitike, utukuzwe Mungu. Utukuzwe Mungu. Umependa kwa kusanya katika taifa moja wote waliobatizwa katika mwanao Yesu Kristo kwa maji na Roho Mtakatifu. Utukuzwe Mungu. Unatuokoa sisi kwa Roho wa upendo wako ambaye unamshusha moyoni mwetu ili amani yako itufurahishe. Utukuzwe Mungu. Unawateua watu waliobatizwa wakatangaze kwa furaha Injili ya Kristo wako kwa mataifa yote. Utukuzwe Mungu. Basi upende kubariki sasa maji haya watakabatiziwa watumishi wako, na waita waoshe kwa maji haya kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa, ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, wazazi na wasimamizi, mtoto mliyemleta karibu atapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi nijitahidini kumlea katika imani, kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yake siku kwa siku. Basi wapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkikumbuka na batizo wenu ninyi wenyewe. Kataeni dhambi na kuungama imani katika Yesu Kristo. Hiyo ndiyo imani ya kanisa wanamobatizwa watoto. Wamkataa shetani. Ninamkataa. Mwamkataa shetani. Ninamkataa. Na mambo yake yote. Ninayakataa. Na fahari zake zote. Ninazikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Ninasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo, mwanaye pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba. Ninasadiki. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Ninasadiki. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Je, mwataka Emanueli apate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Nataka. Emanueli nakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
ya nguo nyeupe. Emanueli, umekuwa sasa kiumbe kipya na kumvaa Kristo. Nguo hii nyeupe iwe ishara ya cheo chako, nawe ukisaidiwa kwa maneno na mifano jirani zako, ukaifikishe safi katika uzima wa milele mbinguni. Amina. Pokea mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na usimamizi, mpewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Mumsaidie mtoto wenu atembee daima kama mtoto wa nuru, adumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumlaki Bwana. Amina. Pata madhehebu ya ipasa. Bwana Yesu, nitazame kwanza. Bwana Yesu, wafanya viziwi wasikie na bubu waseme. Akujalie uweze kusikia kwa masikio neno lake na kungama kwa mdomo wa imani ya Kikristo, kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Tupike. Amina. Tusimame. Ndugu zangu, mtoto huyo aliyezaliwa upya kwa ubatizo sasa anaitwa mtoto wa Mungu, na kweli sawa. Nikakuita mpagani. Amina.
wafuasi wake akisema, twaeni mnyote kile kikombe cha damu yangu, damu ya kanisa la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunakuomba wautulize kwa neema ya sakramenti Richard na Lucia, uliowaongoza kwa furaha hadi kufikia siku ya ndoa yao, kusudi agano walilolithibitisha mbele yako walihifadhi daima maishani. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika hapo duniani. Wapokea kwa wema kwa ndugu zetu marehemu na tujalie dunia kwa kupendeza, na tunapotumaini kufika katika ufalme huo, wasifishi milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia giza kwa zetu tukifuata fundisho yake ya Mungu, tutaweza kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika shawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Ndugu wapenzi, tumwombe kwa unyenyekevu Bwana aminie kwa wingi baraka ya neema zake watumishi wake hawa waliofunga ndoa katika Kristo, nao aliowaunganisha kwa agano takatifu na kwa njia sakramenti ya mwili na damu ya Kristo, awafanye kuwa moyo mmoja katika mapendo. Mungu uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako kuu, bila kutumia kitu, na kisha kupanga yote na kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanamume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili mwili mmoja. Umefundisha ya kuwa uliopenda kuyaunganisha si halali kamwe kuyatenganisha. Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fungo kubwa hilo. Mungu uliagiza kwamba mwanamke aambatane na mume, ukawajalia tangu mwanzo ushirika huo, ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kuu au kufutiliwa mbali, watazame kwa wema watumishi wako hawa waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yako. Upeleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminiwa
katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti yako huyu Lucia, daima awafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake uwe na imani, naye amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima. Ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa, Ee Bwana, tunakuomba watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakae unyumba, watambulikane kwa tabia yao njema. Injili watie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote, wawe na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila. Wote wawili wajaliwe kuona watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani, mwisho wafikie uzima wa wenye heri na ufalme wa mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Wewe Bwana wanijua
are so beautiful. My darling, you smile so sweet. My sweet, you are so blessed. Usisiongewe moyo inye. Kitoto usisyo. My darling, my sweet, mpenzi, maneno yako yameninasa. Mitata usisyo. My darling, my sweet, niona mama watoto. You are so humble. My darling, my sweet, mpenzi, niona baba watoto. Kutoka leo, wewe ni wangu. Penzi cha roho, wenda kendo ukamija. Jingo na tandoto. Your commitment. My darling, my sweet, mpenzi, nimeona future na wewe. Na tuombe Mungu atujalie maisha mema, madhina moka tukashinda. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Maria, ahadi yetu sasa kweli imetimia. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo. I love you mpenzi wangu, I need you siku zote. I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo. I love you mpenzi wangu, I need you.